Katika hili somo tutajifunza an-na'tu wal man'utu, sifa na mwenye kusifiwa au chenye kusifiwa. Sifa kwa Kiarabu inaitwa na'tun, na'tun ndio sifa, na yule anasifiwa au kinachosifiwa inaitwa man'utun, man'utun. Mfano ukisema huyu ni kijana mzuri, kijana mzuri, kwa anasifiwa hapa ni kijana na sifa ni mzuri. Kwenye Kiarabu inaitwa ni na'tun na man'utun. Kijana mzuri, kijana mrefu, kijana mfupi, kijana mweupe, mtoto mzuri na mfano hivyo. Kwa kuna sifa na anayesifiwa. Sasa mfano tukisema hadha, huyu, rajulun karimun, huyu ni mtu mkarimu. Hadha rajulun karimun, huyu ni mtu mkarimu. Karimun hapa ndio sifa, ndio naati. Na rajulun ndio anasifiwa. Man'utun mwenye kusifiwa. Man'utun mwenye kusifiwa. Alisema al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Kiarabu ni lugha nyepesi. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Kiarabu ni lugha nyepesi. Kwa hiyo sahlatun ndio sifa nyepesi. Na inachosifiwa ni lugha. Lughatun. Lughatun ndio inasifiwa, sahlatun nyepesi ndio sifa. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas ni mfanyabiashara tajiri. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas ni mfanyabiashara tajiri. Kwa hiyo ghaniyun ndio sifa tajiri, na tajirun mfanyabiashara ndiye anasifiwa, mfanyabiashara tajiri. Kwa tajiri ndio sifa na anasifiwa ni mfanyabiashara. Kwa unaona kwa sifa inamfuata yule mwenye kusifiwa. Kama mwenye kusifiwa na dhamma, sifa nayo inakuwa na dhamma. Mwenye kusifiwa kwa na kasra, sifa nayo inakuwa na kasra. Mfano ana fi masjidin jamilin, mimi nipo kwenye msikiti mzuri. Ana fi masjidin jamilin, nipo kwenye msikiti mzuri. Kwa vile masjidin ina kasra kwa sababu ya fi masjidin, basi sifa yake pia inakuwa na kasra, jamilin, masjidin jamilin. Kisha tuna neno alladhi. Alladhi kwa maana ya ambaye. Alladhi inatumika kwa watu na kwa vitu pia. Mfano kusema at-talibu alladhi kharaja min al-hindi. At-talibu mwanafunzi ambaye ametoka. At-talibu alladhi kharaja, mwanafunzi ambaye ametoka min al-hindi, ni kutoka India. Al-kitabu alladhi ala al-maktabi lilmudarris, kitabu ambacho kipo juu ya meza ni cha mwalimu. Al-kitabu alladhi ala al-maktabi, kitabu ambacho kipo juu ya meza, lilmudarris ni cha mwalimu. Alladhi ismun mawsul, jina lenye kuunganishwa, jina lenye kuunganishwa. Kwa linakuja katikati ya sentence, kuja katikati ya sentence, na hauwezi kutunga sentence ukaishia kwenye alladhi kama alladhi. Kama ukisema at-talibu alladhi kharaja, mwanafunzi ambaye ametoka, inahitajika vitu ziada hapo. Talibu alladhi kharaja, mwanafunzi ambaye ametoka, na vitu ziada hapo. Min al-hindi, kutoka India. Min Tanzania, kutoka Tanzania. Min Amerika, ni kutoka Marekani na mfano hivyo. Vile vile kwenye vitu vile vile unaweza kusema al-qalamu alladhi uhibbuhu, kalamu ambayo naipenda. Fi haqibati, ipo kwenye mkoba wangu. Al-qalamu alladhi uhibbuhu, kalamu ambayo naipenda ipo kwenye mkoba wangu. Mfano hivyo, ingawa vitendo havijafika uhibbuhu ile kuna mbele inshallah, lakini tu kukupa idea hii alladhi namna inavyotumika. Kwa inaweza kaja kwa maana ambaye, ambacho na mfano hivyo. An-na'tu yatba'u al-man'uta fi at-tadhkiri wat-ta'nithi, sifa inamfuata yule mwenye kusifiwa katika kuwa ya kiume na kuwa ya kike. Wat-ta'rifi wat-tankiri, na katika kuwa na alif na lam na katika kutokuwa na alif na lam. Kwa kama tulivyoona, ana fil masjid al-jamili, mimi nipo katika msikiti ulio mzuri. Fil masjid al-masjid al-jamili, kwa tanakuwa al-masjid ndio nasifiwa ina kasra na sifa pia ina kasra, al-jamili. Al-masjid ina alif na lam, sifa nayo ina alif na lam. Al-masjid ni ya kiume, sifa nayo ni ya kiume, al-jamili. Lakini ilikuwa ni ya kike, mfano dakhaltu ana fil madrasati al-jamilati. Ana fil madrasati al-jamilati, mimi nipo katika shule nzuri. Al-madrasa ni ya kike na al-jamilati ni ya kike. Kwa sifa inafuata ile mwenye kusifiwa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.